Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutizama Sema na Citizen, na sasa umewadia wakati wa kuingia katika jukwaa la afya. Leo kama nilivyokudokezea ni kwamba tunaangazia matatizo ambayo yanaweza kumfanya mtu kupoteza uwezo wa kuona, yaani matatizo ambayo yanaweza kumfanya mtu kupata upofu katika maisha yake anapokuwa pengine mtoto na hata katika utu uzima. Katika studio wageni wangu tayari wameshafika, naye Dr. Patrick Kibe, pia naye Bwana Sebastian Amoi na Eva Karimi. Nikianza kumtambulisha Daktari Kibe, yeye ni mtaalamu wa upasuaji wa macho na hivi sasa anahudumu katika hospitali ya Kijabe. Amefanya kazi katika hospitali mbalimbali humu nchini na pia katika mataifa jirani, na ana uzoefu wa zaidi ya miaka 30 katika taaluma hii ya upasuaji wa macho. Kwa hivyo tuko salama. Maswali yoyote ambayo unaweza kuwa nao kuhusiana na matatizo haya utaweza kumuuliza, halafu baadaye tukipata wakati atakuwa anajibu moja baada ya swali jingine. Upande huu mwingine naye Sebastian Amoi. Sebastian yeye alikuwa naibu mwenyekiti wa shirika la watu waliopoteza uwezo wa kuona humu nchini, na yeye pia hana uwezo wa kuona, kumaanisha kwamba alipoteza uwezo wa kuona. Atatueleza vizuri baadaye safari yake mpaka alipofikia katika kujipata kwenye hali hii. Na katikati tunaye mwanadada pale Eva Karimi, si mgeni ndani ya studio zetu, ameshawahi kuwa na hata yeye pia ni mwanamke bomba. Baadaye nitakueleza kwa nini yeye ni mwanamke bomba, lakini Eva na yeye pia hana uwezo wa kuona, alipoteza uwezo wa kuona katika safari tu ya maisha yake. Tutampa fursa atueleze ni wakati gani na kitu gani ambacho kilichangia yeye kupoteza uwezo wa kuona. Karibuni sana ndani ya studio wageni wetu. Nitaanza na wewe Sebastian. Sebastian, kama nilivyokueleza, ni aliyekuwa naibu mwenyekiti wa shirika la watu wasioona hapa nchini. Sebastian, yes, ilikuwaje ukapoteza uwezo wa kuona, ama pengine safari yako iko namna gani? Kwa kifupi tu tueleze. Asante sana Bwana Hamisi. Mimi nilikuwa plant mechanic. Nilikuwa nimesomea National Youth Service kutoka hapa Mathare NYS Engineering Institute. Na nikaweza kupata kibarua huko Eldoret Municipal Council kama engineer wa kuunda hizi moving plant, graders hizi, matruck and what have you. So siku moja nilikuwa narekebisha refuse truck. Nakumbuka nilikuwa nabadilisha clutch plate. So unajua hiyo ni gari kubwa, ukibadilisha mnalala chini so that uweze kufungua gearbox round uisukume ndio utoe clutch plate. Kumbe ndani ile clutch plate ilikuwa imesiagika na ikawa imekuwa vumbi nyeusi. So baada ya kufungua na kukanyaga trolley jack kusukuma gearbox, hiyo dust ya clutch ikanimwagikia kwa macho. So hiyo ilikuwa 2006. Ulikuwa na miaka mingapi? Karibu 26. Bado ujana hapo ndio. Karibu 26, 27. Sasa hapo ndio mvua ilianza kuninyeshea. Nimetembea kwa mahospitali nini, mwisho wakakuja wakairelate ikakosa kitu inaitwa uveitis, bacterial infection. Because wakati uchafu ilimwagikia in my left eye up to now bado nangangana na kuitibu. Even a week ago ilikuwa na reaction. Hiyo uchafu ikinimwagikia ndani nilishtuka na nikagonga the left eye. Kapata injury, so ilianzia huku ika affect the right eye. Mimi haswa macho imepotea tu hivyo polepole nikiwa kwa mikono ya madaktari wakubwa kama daktari tuko naye. Uliwahi kufika kwa daktari pengine? Ashawahi kukutibu katika safari yako ya kutafuta matibabu? No, daktari sijakutana naye, lakini nimekutana na madaktari wakubwa. Anajua daktari kama Dr. Nyaga, kina Claudia Odede, uko referral, marehemu Dr. Wanjala, the retina doctor. Kwa sababu hiyo ilikuja ikaleta shida katika nyuma ya jicho yangu. Na ikafanya ngumu kwa madaktari kuweza kupasua na kurekebisha.
Niliwahi kukuja Aga Khan Hospital nikafanyiwa operation. Ikarudisha light kidogo, lakini haikuishi kwa muda mrefu. Kakaa karibu mwaka hivi, alafu ikapotea. Sasa nikuulize, wakati ulipopata ile ajali, ni kitu gani cha kwanza ulifanya baada ya kushtuka na kugonga jicho lako? Kwanza nilikuwa nimelala chini ya gari. Wale mechanic wenye tulikuwa nao kama Francis Otieno na mwingine walinisaidia kutoka chini because nimelala na niko chini ya gari. Kanisaidia chini, wakinidirect, alafu wakanishika mkono, nikakimbia kwa tap. Nikaosha uso. Kaosha thoroughly kabisa, lakini nikarealize there is a problem. Ilikuwa ina itch nini, so nikaenda hospitali. Nikaenda hospitali nikapewa dawa ya kuweka. Nikaeka, lakini after kitu wiki moja na nusu jicho hii ikafura. Ikafura. I think ili create kitu kama pressure vile daktari anasema. Ikafura kabisa. So ndio nikaanza matibabu huko MTRH. Wakaanza kunisaidia pressure nini. Hata certain point wakatoboa shimo kwa kila jicho so that pressure ikijaa iweze kurelease. So hivyo ndio nimeishi kwa madaktari in and out hospital. Paka naweza sema hatua kama hii ni transition, Mwanahamisi. Ikianza hivyo utapita katika hatua tofauti. Sasa 2008 ndio nilipata the first attack. Jicho sasa singeweza kuona mbali, maybe at a close range. Gari ingemulika, taa iko hapa, lakini mimi naona kitu kama star. Lakini wakati ule mwingine ulikuwa unaona angalau? Naona vizuri, naendesha magari, nilikuwa senior mechanic. Kwa hiyo ukaendelea na kazi yako kama kawaida? Nikaendelea na hiyo ya mechanical, lakini kufika 2008 macho ikapotea, so nikatolewa kwa department ya engineering. Nikapelekwa kwa department ya education, social service, culture, gender and sports. Huku my employer akanituma Maseno University. Nilikuwa natafuta shule ya kujifunza kusoma na vidole. Na hii wakati, this is 2010, hii wakati nilikuwa nimepita hatua mingi za depression. Hata nilikuwa nimelazwa huko Moi Teaching and Referral for depression karibu 6 months in the hospital. Mimi naongea tu vitu yangu. Juu sasa kazi hii ya umakanika ndio mimi najua. Nao machi imeenda na ndio tu nimeoa. Nimeoa tu 2004. Tumebarikiwa 2006 na baby girl, our first born. Machi imeenda. So hiyo journey ilikuwa tricky, lakini ni transition. Nimeitembea pole hadi mahali nilipo sasa hivi. Unaona sasa unaweza niita kuja kuongea hii story ya macho. Sawa, kabla hujatueleza zaidi, nataka nirudi kwa daktari. Sebastian ametueleza kwamba ni ajali na ni mojawapo ya vile vitu ambavyo umetuambia vinaweza kusababisha mtu kupata upofu. Tuseme mtu pengine ajipate katika hali kama hii yake. Kitu cha kwanza muhimu anastahili kufanya nini ili angalau kuweza, tuseme kama first aid ambayo itakuwa inaweza kumsaidia wakati ule? Asante sana Mwanahamisi, na kwanza nimpongeze sana Bwana Sebastian. Ni kwa sababu hatua ambayo alichukua siku ile ambayo alipata ajali, hiyo ndiyo hatua ya kwanza ambayo tunayosema. Mwangalie, alikuwa amelala chini ya gari. Kwa hivyo kitu kiliweza kudondoka kutoka kwenye mashini na kikaingia kwenye macho yake. Hatujui ni kitu gani. Inaweza kuwa pengine ni acid ama inaweza kuwa pengine ni kitu kingine chochote kile. Na kinapoingia kwenye macho, jambo la kwanza ambalo huwa naambia watu wote ambao wanatusikiza, iwe ni maji ama chochote ambacho kimeingia kwenye macho yako, tafadhali kimbia haraka sana kwenye bomba la maji. Nawa uso na uache hayo maji yaweze kuingia ndani haraka. Ni kwa sababu wakati ambapo maji yanapoingia ndani ya jicho lako, yanajaribu kuosha kile kitu ambacho kiko pale na kukiondoa. Ikiwa ni kitu kama acid, itakuwa neutralize na kwa hivyo haitaweza cause a lot of damage. Baada ya kufanya hivyo kwa dakika kama 15 hivi, tafadhali harakisha sana, kimbia kwenye hospitali.
Ni kwa sababu, na si hospitali zote, kimbia kwa mtaalamu ni kwa sababu anaweza kuona ya kwamba pengine sio acid iliyoingia, lakini pengine ni aina nyingine ya kemikali tunaita alkaline, ambayo ndiyo hatari zaidi, ambayo huwa inaweza kwenda kuchoma hata kuharibu kule ndani. Jambo lingine, Sebastian ameunguza kitu ambacho amesema alienda kwa madaktari na akaambiwa ya kwamba amepata uveitis. Uveitis ni nini? Jicho liko na covering ama viko limefunikwa na sehemu tatu. Ya kwanza ni hii nyeupe ambayo tunaiona, tunaita sclera. Ndani yake kuna nyingine ambayo tunaita uvea. Uvea ndio iko na utajiri mkubwa sana wa damu kwa sababu kuna mishipa mingi sana. Na ya tatu inaitwa retina. Ile layer ambayo alipata shida ni hiyo inaitwa uvea, ndio inaitwa uveitis. Uveitis ni wakati hiyo layer inaitwa uvea iko inflamed, na hiyo ni hatari kwa sababu inaweza kufanya mtu akapoteza uwezo wa kuona, kwa sababu hata jicho linaweza kubadilika na kuwa limejaa uzaa ndani. Uveitis ama tatizo ambalo ametaja hapa linaweza kuleta madhara ama complication kama hiyo ambayo umesikia kitaja glaucoma ama pressure ya jicho, ambayo ni hatari, inaweza kumfanya mtu akapoteza uwezo wake wa kuona na kuitwa kipofu. Sawa, umetuambia vitu ambavyo mtu anastahili kufanya. Vitu gani mtu hastahili kufanya ili avoid, yani kuepusha kuleta madhara zaidi? Ndiyo. Manake mwingine atakuwa pengine na ujanja, mtu amwambie fanya hivi fanya hivi. Ni vitu gani ambavyo uepuke wakati umepata ajali kama hiyo? Sisi ni Waafrika na nimetembea kwingi. Sitasema sehemu ambazo nilitembea na nikakuta ya kwamba wanasema ya kwamba mtu akiingiwa na kitu kwenye macho, kamua matiti ya mama na uweke. Sana sana kina mama tunafanya hivyo na watoto wachanga mwanzo. Mwingine akaniambia kwamba aliambiwa aweke mkojo kwenye mkebe na pia aweke kwenye macho yake. Unakuta ya kwamba mwingine anachemsha majani chai, hataweka sukari, lakini majani tu peke yake anaambiwa aweke. Ama majani ya mpera. Ndiyo hiyo. Alafu unakuta mwingine pia anaenda anachukua dawa yoyote ile, mradi ni dawa ya macho, na kuweka kwenye macho. La, tafadhali usiweke hayo yote. Maji tu na uache aingie ndani, maji safi, na ukimbize. Usisugue jicho lako wala usifinye jicho lako. Usirifanyie chochote, kimbia kwa mtaalamu wa macho ili tuweze kuokoa jicho hilo. Asante sana. Hiyo kwenda kunipima, kunitoa maji kwa uti wa mgongo na kupima. Maji ya uti wa mgongo na macho yanahusiana vipi, daktari? Ikiwa mtu ako na ugonjwa wa meningitis, maji ambayo tunaita cerebrospinal fluid ambayo tunaipata kwenye uti wa mgongo huwa yanatengenezewa kwenye ubongo. Na kwa hivyo kama kuna maradhi yoyote ama infection yoyote kwenye kichwa, kwenye ubongo, tutoe hayo maji tuyapime, tunaweza kuona ni tatizo gani ambalo liko nalo, kama vile ambavyo dada yetu ametuambia kwamba aliambiwa alikuwa na meningitis. Kwa hivyo alikuwa anatoa maji hayo kuweza kupima, kujua ni kitu gani kimesababisha. Sawa sawa. Hayo yote mtazamaji ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Makinika ulipo.